au lengo lake, lakini kwa sababu hatukuchanganya na zetu, tuliadaika na misaada tunaopewa, tulikumbatia na kusherehekea kupata kile tunachostahiki kupewa na wale ambao tunawaita ni wahisani wetu. Bahati mbaya zaidi, hata vyoo vyetu vilitushinda, walitusaidia wao. Lakini kwa sasa msaada huo umepungua kwa kiwango cha kutosha. Inawezekana ukashindikana kabisa, kwa sababu mfadhili au muhisani ukimsikiliza na ukamtazama, unajua kabisa hayuko sawa sawa. Walokuwa ndani ya taifa lake wanapiga kelele, lakini katika mazingira yalokuwepo ni vigumu zaidi kuchukua kiwango anachostahiki kutupa na akatupa kwa kiwango kinachotosha. Kwa sababu si ni ndugu zake, huenda akatusikitikia akatupa kiwango kisichotosha. Kwa wajibu wetu ni kuchukua hatua madhubuti, lile pengo kuliziba kwa ufanisi zaidi. Lengo ni nini? Ukiambiwa changanya na zako. Tuliambiwa ni memory kwa lugha ya wenzetu, ambao kati ya watu waliotutawala tulitawaliwa na Waarabu, tulitawaliwa na mataifa mengine kama Ujerumani. Sijamuona Mtanzania akisimama hata kwenye jengo la sheria akisema kwa lugha ya kitaalamu anasema Kijerumani. Kwa maana hiyo hatukuithamini sana lugha hiyo. Kwa lugha ya kitaalamu huwa tunazungumza Kiingereza, kuonesha namna gani hatujapata utumwa wa kiakili. Lakini nimekuja kudhihirisha kuwa inawezekana, na dhamira yangu niweke wazi kabisa. Najua ukisoma historia ya Yusuf, sio kila neno linatakiwa kusemwa, hasa kwenye mitandao. Yusuf kwa umri mdogo aliokuwa nao, alivoota ile ndoto akamueleza baba yake. Baba yake akamsihi, usiwaambie ndugu zako. Lakini kwa miaka michache aliokuwa nao Yusuf, ndugu zake ilishindikana namna kukosa kuambia, akawahadisia ndugu zake. Ndugu zake ndio watu wa kwanza walioteketeza au waliotaka kumuua Yusuf. Lakini kwa sababu Mungu hakutaka, Yusuf akapatikana na akawa ubazi fulani na akawa na hali nzuri na akawasaidia ndugu zake. Kuna yafanya haya huku nikijua Waafrika wenzangu wenye kampuni, wenye mambo mengi wananitazama kwa jicho baya, kwa sababu tunakeuka taratibu zao au tunageuza mifumo yao au tunajaribu kuondoa watu au kuwashtua watu waliolala kwenye kiza kirefu, kwenye usingizi mzito, kwa kuamini vitu ambavyo wameambiwa, nao wanaviwekea sheria na wanawaambia watu, na watu wanapokea kama zuzu. Ukisikiliza, ukitizama, watu 47 ni mtu mmoja tu ambaye atarudia kesho. Imewezekana. Sasa inaweza ikaja lugha ya ovyo tu, unaweza ukaibariki lugha hiyo kwa kuongea Kiingereza. Ndio wasomi wa Afrika hasa wa Tanzania wako hivyo. Na unifahamu, sina ugomvi na wasomi, wamesoma wao, vyeti ni vya kwao, lakini tuna wajibu wa kujiuliza, tuna wajibu wa kupiga hatua, na lazima tukumbushane. Ndio maana niko hapa leo.